Uislamu ni dini ya amani, lakini Uislamu japo ni dini ya amani sio dini ya watu waoga. Japo ni dini ya amani sio dini ya watu ambao wamekubali kudhulumiwa. Tunakaa kimya kwa sababu tunajua thamani ya amani ya taifa. Nikawa najiuliza, hivi huyo alosema kwamba anataka kukata Wakatoliki vichwa ni nani? Na amesema wapi kwamba anataka kukata Katoliki kichwa au asiyekuwa Muislamu kichwa? Nani na kasema wapi? Watu wenye akili timamu huwa wana kawaida ya kutumia mifano inayotokea kwa wenzao ili kuziwia majanga ya namna hiyo yasiweze kutokea kwenye taifa lao. Kwa hiyo kwa sababu hiyo pia tunauona huu mgawanyiko ulioko katika taifa letu. Kwa mgawanyiko huu ikitumika hiyo mbinu, taifa hili halikaliki kabisa. Lazima taifa hili itafika pabaya sana. Katika hali kama hiyo ndio maana leo tunatokea tunasema, ili baada ya muda yakitokea watu watakuja kujua kwamba wale wahadhiri mliokuwa mnawaita machawa walikuwa wanasema ukweli. Wakati huo hauna chakula, wakati huo huko barabarani, wakati huo huko kwenye ukimbizi, umetengenezewa kadude kadogo, umekaa na familia yako, baba umo, mama umo, mko chini ya hema, mama analala pale, baba analala pale, mtoto analala pale. Wakati huo ndo mtakuja kujua kwamba kumbe wale wahadhiri wa Kiislamu walikuwa wanasema nini, wakati nchi haikaliki tena. Na hata mabadiliko mengi yalofanyika toka tunaingia kwenye vyama vingi mwaka 92, tunaingia kwenye utaratibu wa vyama vingi, kuna mambo mengi yalikuwa yameenda yanabadilishwa, lakini haya yote hayakubadilishwa kwa sababu ya nguvu. Hatukupigana, hatukuumizana ndio yakabadilishwa. Tulikuwa tunakaa kwenye mijadala. Kwa hiyo mijadala ndio ilikuwa inapelekea tunafanya exchanging, tuwatengeneza mabadiliko ya hapa na pale mpaka ikafika hapa tulipofika. Watu wa Sudan kupitia mwanadada mmoja ambaye magazeti ya kimagharibi yalikuwa yanamwandika yule mwanadada kama shujaa, kama mnavyomuona yule dada wa kule Marekani anayejiita Mange, anaitwa Mange Kimambi. Yeye katuita sisi ni mashehe ubwabwa. Alafu akawa anasema yeye anaupenda sana Uislamu kuliko sisi kwa sababu yeye ni Muislamu. Lakini wakati anasema anaupenda sana Uislamu, amevaa muigi unazunguka mpaka huku. Anasema ameupenda Uislamu, vipaja vyake vya mbaumbao vyote viko uchi tunaviangalia. Sasa wewe unaupenda Uislamu gani wakati wewe mwenyewe ulivyokaa umekaa kikafiri? Sasa wewe Uislamu upi unaupenda? Mtu anakwambia tutakuwa na maandamano ambayo hayana mwisho. Hivi mtu akikwambia maandamano yetu hayana mwisho, unasemaje hayo maandamano yana malengo mazuri? Yako maandamano ambayo mtu anawasilisha ujumbe kwa malengo la maandamano yetu, anaainisha tutapita barabara fulani mpaka barabara fulani, tukifika eneo fulani tutawasilisha ujumbe wetu, baada ya hapo tutaelekea majumbani. Maana yake unasema hayo maandamano ni ya amani. Lakini mtu anatangaza maandamano alafu anasema maandamano haya yatakuwa hayana mwisho. Si tunaona hatari kubwa inayokwenda kutokea mbele. Kwa hatari hiyo hatuwezi kukaa kimya, na ndio maana tukasema sisi kama Waislamu tunahamasisha Waislamu kwanza wasishiriki mambo ya namna hiyo. Lakini pili, watakapokuja watu kutaka kuharibu mali zao kama ambavyo walivyotangulia wenzangu, Waislamu lazima watajilinda. Hawatakubali hilo jambo la kuacha mali zao ziharibikwe. Na katika hiyo hali ya kujilinda, nini kitatokea? Yanatokea mapigano, kwa sababu barabarani tutakuwa na makundi ya namna mbili. Kundi moja linataka jambo fulani na kundi lingine linakataa jambo fulani. Yakishatokea mapigano, nini kitatokea? Ndio pale tukasema mtakuta tumekatana vichwa kwa maana ya Watanzania. Mwisho akasema kwamba Padri Kitime kwamba katika uchaguzi mbovu uliowahi kufanyika katika nchi ya Tanzania haujawahi kutokea kama uchaguzi wa 2025 haujawahi kutokea. Na 2020 Tanzania nzima wabunge wa upinzani walikuwa hawa wawili, mmoja Mtwara kule kwa Shamsia kule Mtwara vijijini, mwingine Nkasi mbunge wa Chadema, mbunge wa Kafu mmoja na wa Chadema mmoja. 2020 wabunge wote wa upinzani zaidi ya 70 wamekatwa na utawala wa Magufuli. Padri Kitime anasema hajaona uchaguzi mbaya. Sasa huu mbaya sana angalau ndio na ubaya wake, lakini sina wabunge 5.
Hivi Kitime ujue hata hesabu ya darasa la kwanza, 5 ukitoa 2 inabaki ngapi? Si inabaki 3. Kwa hiyo unataka kutuambia kule kwenye 2 ndio kulikuwa kuzuri zaidi kuliko huku kwenye 5? Yana hata hesabu ndogo hii ya chekechea. Na uzuri wa bahati, mkiandikwa pale kwenye zile makala zenu huwa mnaandika PhD. Sasa PhD yote hii inashindwa hata uwezo mdogo wa kupima haya mambo kwenye mizania midogo kabisa, kiwango cha PhD. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, lakini vile vile Waislamu wote wa nchi hii ya Tanzania, ambao ujumbe huu wa Umoja wa Hadhir wa Kiislamu unawalenga Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwa sababu malengo ya ujumbe wetu ni kutaka kuona nchi yetu imekuwa nchi salama, nchi ambayo iendelee kuwapokea wenye matatizo wanaokimbia kutoka katika nchi zao kama ilivyozoeleka, wanakuja kwetu nasi tunawapokea. Ndiyo malengo ya ujumbe wetu tunaoendelea nao kwa jamii yetu. Ndugu zangu, kabla sijaendelea mbele sana, nitataka nianze na nukta moja. Kila mmoja anazungumzia juu ya swala la amani, haki, amani, haki. Alafu haya maneno yamekuwa na mjadala kwenye jamii. Wako ambao wanasema pasipo haki hakuna amani, lakini wako ambao wanasema amani kwanza, alafu haki inakuja baada ya uwepo wa amani. Huu umekuwa ni mjadala mpana, lakini kwa mjadala huu mimi nitajitahidi sana kuzungumza kwa mifano. Bwana Yesu aliyasema maneno haya na ukisoma kwenye kitabu cha Isaya vile vile, nasema nao kwa mifano, maana wana macho lakini hawaoni, wana masikio lakini hawasikii. Neno la nabii limewafikia, lakini wao wana macho ila hawaoni. Na mimi nitatumia baadhi ya mifano kadhaa. Kuna mtu anasema kwamba haki bila amani, amani haiwezi kuwepo. Lakini kuna mtu anasema haki bila amani, haki haiwezi kuwepo. Na kuna mtu anasema amani bila haki, vile vile amani haiwezi kuwepo. Sasa mimi nataka nitoe mifano kadhaa. Katika haya mambo mawili kikanuni, linalotangulia huwa sio haki, linalotangulia huwa ni amani. Takupa mifano ya kawaida ili uweze kuelewa, ndugu mtazamaji, kwa maana ya Watanzania tunaowafikishia ujumbe huu, lakini na waandishi wa habari ambao mnawasilisha habari hizi kwa jamii. Leo hii kulikuwa kuna vurugu kubwa sana hapa tu Mashariki ya Kati, Palestina. Tuliona watoto wanabakwa, tuliona watoto wanapigwa. Hivi ni mtu gani kwenye vurugu zile alikuwa anaweza kusema anaenda polisi kudai haki? Yaani kwenye ile vurugu ni nani ambaye alikuwa anaweza kusema sasa ninatoka na kwenda polisi nikadai haki kwa sababu kuna mtu amekuja amenifanyia madhara? Maana yake ni nini? Pahala popote ambapo amani ikitoweka na haki huwa inafanya nini? Inaondoka. Kwa hiyo unapotaka kuzungumzia swala zima la haki, lazima uzungumzie msingi wa amani. Yaani lazima uhitaji uwepo wa amani ndio utazungumzia jambo la haki. Yaani huwezi kujadili haki pahala ambapo hakuna amani. Na sisi kama Umoja wa Hadhir wa Kiislamu Tanzania hatumaanishi haki sio jambo la msingi, lakini kila aina ya haki lazima uidai hiyo haki kwa misingi ambayo haitahatarisha amani ya taifa. Hili ndio jambo la msingi tunalosisitiza. Yaani kama wewe unaamini kuna jambo fulani ni haki, basi ile haki ile itengenezee njia nzuri ya kuidai ili uweze kuipata, lakini haki hiyo isiwe sababu ya kuharibika kwa nani? Kwa amani ya taifa letu. Ikiharibika amani ya taifa, madhara ni mengi sana. Nataka niwapeni mfano ndugu waandishi wa habari. Kwa muda wa miaka 7 Sudan imekuwa katika machafuko makubwa. Miaka 7. Kuna mtu mmoja
anaitwa ni rais wa Sudan, Omar al-Bashir alikuwa rais wa Sudan. Watu wa Sudan kupitia mwanadada mmoja ambaye magazeti ya kimagharibi yalikuwa yanamwandika yule mwanadada kama shujaa, kama mnavyomuona yule dada wa kule Marekani anayejiita Mange, anaitwa Mange Kimambi. Yeye katuita sisi ni mashehe ubwabwa, alafu akawa anasema yeye anaupenda sana Uislamu kuliko sisi kwa sababu yeye ni Muislamu. Lakini wakati anasema anaupenda sana Uislamu, amevaa muigi unazunguka mpaka huku. Anasema ameupenda Uislamu, vipaja vyake vya mbaumbao vyote viko uchi tunaviangalia. Sasa wewe unaupenda Uislamu gani wakati wewe mwenyewe ulivyokaa umekaa kikafiri? Sasa wewe Uislamu upi unaupenda? Sasa unaweza ukashangaa yeye kusema eti anaupenda Uislamu kuliko sisi ambao tumekuwa tukiutangaza Uislamu toka tuko wadogo, kabla hatuna ndevu mpaka leo sisi tuna ndevu. Wewe unasema unaupenda Uislamu kuliko sisi. Sasa Sudan kulikuwa kuna huyo dada ambaye yule dada alikuwa anahamasisha kama anavyohamasisha, alikuwa ni dada mwenye umri wa miaka 22. Akawa anahamasisha rais huyu tumuondoe, afai. Yakafanyika maandamano makubwa ndani ya Sudan. Lakini baada ya yale maandamano, Rais Omar al-Bashir akakamatwa, akaondolewa kwenye madaraka. Toka aondolewe sasa hivi ni mwaka wa 7 years. Miaka 7 sasa hivi imepita. Ndani ya miaka 7 Sudani haikaliki mpaka leo. Watu wanatamani hata ule utawala wa Rais Omar al-Bashir urejee. Watu wanakufa, watu wanauawa. Kwa sababu nini? Ilitumika njia ambayo ni njia mbaya kwenye kubadilisha utawala. Kwa sababu tunayo hiyo mifano, watu wenye akili timamu huwa wana kawaida ya kutumia mifano inayotokea kwa wenzao ili kuziwia majanga ya namna hiyo yasiweze kutokea kwenye taifa lao. Kwa sababu hiyo pia tunauona huu mgawanyiko ulioko katika taifa letu. Kwa mgawanyiko huu ikitumika hiyo mbinu, taifa hili halikaliki kabisa. Lazima taifa hili itafika pabaya sana. Katika hali kama hiyo ndio maana leo tunatokea tunasema, ili baada ya muda yakitokea watu watakuja kujua kwamba wale wahadhiri mliokuwa mnawaita machawa walikuwa wanasema ukweli. Wakati huo hauna chakula, wakati huo huko barabarani, wakati huo huko kwenye ukimbizi, umetengenezewa kadude kadogo, umekaa na familia yako, baba umo, mama umo, mko chini ya hema, mama analala pale, baba analala pale, mtoto analala pale. Wakati huo ndo mtakuja kujua kwamba kumbe wale wahadhiri wa Kiislamu walikuwa wanasema nini, wakati nchi haikaliki tena. Kwa msingi tunaosimamia sisi, kama kuna haki yoyote, na sisi tunaamini viongozi ni binadamu, we know kuna mambo ambayo hayako sawa, tunajua hilo. Hatuwezi kusema kila kitu kiko sawa, tutaonekana ni watu ambao hatutumia akili vizuri. Kwa tunaamini kuna mambo hayako sawa. Lakini taifa letu la Tanzania toka tunadai uhuru hatukutumia mapigano, tulikuwa tunatumia meza, majadiliano. Na hata mabadiliko mengi yalofanyika toka tunaingia kwenye vyama vingi mwaka 92, tunaingia kwenye utaratibu wa vyama vingi, kuna mambo mengi yalikuwa yameenda yanabadilishwa. Lakini haya yote hayakubadilishwa kwa sababu ya nguvu. Hatukupigana, hatukuumizana ndio yakabadilishwa. Tulikuwa tunakaa kwenye mijadala. Kwa hiyo mijadala ndio ilikuwa inapelekea tunafanya exchanging, tuwatengeneza mabadiliko ya hapa na pale mpaka ikafika hapa tulipofika. Kwa hiyo tunaamini kwamba hata huko tunakokwenda hatuwezi kushindwa kufika. Kuna mambo ambayo unaweza kuyaona katika hali ya kawaida, na sisi tunasisitiza kwa sababu tunawaambia watu wenye akili ili watu waelewe. Katika press yetu ya umoja wa hadhiri tulioipita juzi, kuna watu wakawa wanapita huko wasema wanataka kukata vichwa. Cha kusikitika zaidi nikaona amesema hapa nadhani ni amiri, kwamba kiongozi wa kanisa anakaa ndani anasema nyinyi wa Katoliki msiogope kwa sababu kuna watu wamesema wanataka kuwakata vichwa. Nikawa najiuliza, hivi huyo alosema kwamba anataka kukata wa Katoliki vichwa ni nani? Na amesema wapi kwamba anataka kukata Katoliki kichwa au asiyekuwa Muislamu kichwa? Nani na kasema wapi? Kwa mfano, takuja kusisitiza mwanzo kitu muhimu mwishoni ili watu waelewe. Mimi naitwa Ibrahim Muhammad Khamis Ramadhan. Mimi Ibrahimu
Jina hili nililo nalo ni jina la babu yangu. Babu yangu mimi mzaa mama alikuwa ni Mkatoliki, alikuwa anaitwa Jacobo, akasilimu. Aliposilimu akachagua jina la Ibrahimu. Baada ya kuwa Ibrahimu, baada ya kusilimu, akamuoa bibi yangu, wakamzaa mama. Nimekuja kuzaliwa na mimi nimeitwa Ibrahimu. Tafsiri yake ni nini? Maana yake babu zangu wadogo, shangazi wa mama zangu, maana yake ni Wakristo tena wa Katoliki. Tafsiri yake kama ninasema tunakwenda kuwakata vichwa wa Katoliki, maana yake naenda kumkata kichwa babu yangu, naenda kukata kichwa ndugu za mama yangu. Lakini tunachokisema sisi ni nini? Nitakirejelea ili watu waelewe nini tunasema, ili atakapotokea watu wasiseme kwamba hatukusema. Mwaka 1994 baada ya mauaji ya kimbali, Mwalimu Nyerere, mwaka 1995 kuna maneno Mwalimu Nyerere aliyasema. Alisema hivi: mwaka mmoja umepita hapo nyuma, nchi ya Rwanda 85% ya Wanyarwanda ni Wakatoliki. 85% ya Wanyarwanda wanasali kanisa la Wakatoliki. Lakini Mwalimu Nyerere alisema hivi, kutokana na ubaguzi kule unaitwa ukabila, lakini Nyerere alisema sio ukabila, kwa sababu alisema kabila lazima liwe na lugha, lakini Watusi na Wahutu hawana lugha yao ni moja tu, Kinyarwanda. Lakini akasema kabila lazima liwe na eneo, kwamba watu hawa kama leo ukisema Wasukuma unajua unawapata Shinyanga, unajua unawapata Mwanza, unajua unawapata Simiu, lazima wawe na eneo. Lakini Wanyarwanda kwa maana ya Watusi na Wahutu wale hawana eneo, wote wanakaa sehemu moja. Lakini sasa kutokana na hichi ambacho nakieleza hapa, Mwalimu Nyerere akasema walipoanza kubaguana kwa sababu ya sura, kwa maana ya muonekano, kwa sababu ya ile waji, huyu anapua ndefu, huyu anapua fupi, nini kilitokea? Walianza kuchinjana, wakauana. Mwalimu Nyerere akasema na haya yatakapokuja kwetu hapa watu watachinjana. Haya maneno aliyasema Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1995. Kwa nini alisema watachinjana? Kwa sababu ya ubaguzi, na ubaguzi ulioanza kuingia leo unatupeleka huko. Na ndio maana sisi kama wahadhiri wa Kiislamu tukasema tunapita kwenye misikiti kuwaeleza waumini wa dini ya Kiislamu na kuwahamasisha, na hata wale wasio Waislamu, wapenda amani, wapenda uhai wa taifa letu, tunawahamasisha, moja, wasishiriki katika mambo haya ya maandamano yenye malengo mabaya. Tukisema maandamano haya yana malengo mabaya, jambo liko wazi. Mtu anakwambia tutakuwa na maandamano ambayo hayana mwisho. Hivi mtu akikwambia maandamano yetu hayana mwisho, unasemaje hayo maandamano yana malengo mazuri? Yako maandamano ambayo mtu anawasilisha ujumbe kwa malengo la maandamano yetu, anaainisha tutapita barabara fulani mpaka barabara fulani, tukifika eneo fulani tutawasilisha ujumbe wetu, baada ya hapo tutaelekea majumbani. Maana yake unasema hayo maandamano ni ya amani. Lakini mtu anatangaza maandamano alafu anasema maandamano haya yatakuwa hayana mwisho. Si tunaona hatari kubwa inayokwenda kutokea mbele. Kwa hatari hiyo hatuwezi kukaa kimya, na ndio maana tukasema sisi kama Waislamu tunahamasisha Waislamu kwanza wasishiriki mambo ya namna hiyo. Lakini pili, watakapokuja watu kutaka kuharibu mali zao kama ambavyo walivyotangulia wenzangu, Waislamu lazima watajilinda, hawatakubali hilo jambo la kuacha mali zao ziharibikwe. Na katika hiyo hali ya kujilinda, nini kitatokea? Yanatokea mapigano, kwa sababu barabarani tutakuwa na makundi ya namna mbili. Kundi moja linataka jambo fulani na kundi lingine linakataa jambo fulani. Yakishatokea mapigano, nini kitatokea? Ndio pale tukasema mtakuta tumekatana vichwa kwa maana ya Watanzania. Hatukusema kwamba mtakuta tumewakata vichwa watu fulani, lakini watu wakaigeuza ile agenda, wakaiwasilisha kwa namna walivyotaka, ili mradi iende kwa mashehe watawakata watu vichwa. Uislamu ni dini ya amani, lakini Uislamu japo ni dini ya amani, sio dini ya watu waoga. Japo ni dini ya amani, sio dini ya watu ambao wamekubali kudhulumiwa.
tunakaa kimya kwa sababu tunajua thamani ya amani ya taifa. Kwa kuelekea kumalizia, kuna mtu mmoja akasema, nimemsikia pia Padri Kitime katika jambo ambalo sijui kama alikuwa Tanzania. Bahati nzuri mimi ni mwanasiasa, japokuwa ni mtu wa dini, lakini mwanasiasa. Maana si tuko wazi, ukinikuta kwenye jukwaa la siasa nafanya kazi za siasa, ukinikuta kwenye jukwaa la dini nafanya kazi ya dini. Na ndio maana kuna baadhi ya watu, miaka 5 au 7 iliyopita huko nyuma, niliwahi kuwa mwenyekiti wa jumuiya ya vijana ya chama fulani cha siasa wilaya ya Ubungo kwa muda wa miaka 5. Siku moja nilialikwa ITV, kulikuwa kuna mjadala wa swala la katiba na tume huru ya uchaguzi. Nikazungumzia jambo hilo. Baadaye wametokea watu hapa juzi wakachukua klipu ile ya ule mjadala wa kuzungumzia umuhimu wa katiba mpya na tume huru ya uchaguzi, alafu wakachukua na klipu za juzi wakaandika pale, wakasema kabla ya bahasha huyu kijana alikuwa mwenzetu. Nataka watu waelewe, sisi hapa hatuzungumzii kwamba katiba mpya inafaa au haifai, sio mjadala wetu, wala tuzungumzie hapa mjadala wa tume huru. Tunachozungumzia hapa ni maandamano yanayoelekea kutaka kuharibu nchi yetu. Sasa usichukue dhana vitu viwili ukapeleka kwenye eneo moja. Mjadala wetu hapa sisi tunaangalia nchi yetu inakwenda wapi, ndio tunachozungumzia hapa. Na ujumbe huu sio ujumbe wa chama cha siasa, ni ujumbe wa umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, ndio unaowasilishwa hapa. Kwa hiyo vitu ambavyo watu wanatakiwa waelewe tunachokizungumza hapa. Sisi tunasema hivi, sisi ni watu wa haki, sisi ni watu wa amani. Tunataka haki, tunataka amani. Hatutaruhusu kwa sababu kuna mambo tunayadai ya haki yawe sababu ya kuharibu amani ya nchi yetu. Mwisho akasema kwamba Padri Kitime kwamba katika uchaguzi mbovu uliowahi kufanyika katika nchi ya Tanzania haujawahi kutokea kama uchaguzi wa 2025 haujawahi kutokea. Bahati nzuri nimewaambia mwanzo, mimi nilikuwa mwanasiasa na ni mwanasiasa, naelewa. Nimeshiriki chaguzi nyingi na nimeanza kushiriki chaguzi na umri wa miaka 23. Miaka 23 nakwenda kufanya kampeni Lindi ya mgombea wa upinzani, napanda kwenye majukwaa na tukashinda Lindi. Huo ulikuwa ni mwaka 2010 nikiwa na umri wa miaka 23. Kwa hiyo najua vitu vingi kwa siasa. 2019 utawala wa John Pombe Magufuli. Hivi nyinyi waandishi wa habari mlikuwa hampo? 2019 John Pombe Magufuli, majina watu, mimi nilikuwa wilaya ya Ubungo. Wilaya ya Ubungo wagombea wote wa serikali za mtaa wa chama ambacho mimi nilikuwa sehemu ya watu wanaosimamia, wote walikatwa. Wakaambiwa hawajui kusoma, hawajui nini, hawajui nini. Kitime inawezekana alikuwa likizo. Kwa hiyo pengine alikuwa Ulaya, akawa hajui yale mambo yaliyofanywa. Hapa ndio watu wanapata mashaka. Yaani watu wakisema kuna udini, wanaona namna mnavyopeleka zile hoja zenu, hamzungumzii tatizo kwa ujumla wake. Yaani mmechagua engo fulani, kama mna mtu fulani mnamlenga, lakini wengine mmewaweka pembeni. Hilo ndio tatizo linaposimamia. Tumeona hayo, hiyo ni 2019. Na 2020 Tanzania nzima wabunge wa upinzani walikuwa hawa wawili, mmoja Mtwara kule kwa Shamsia kule Mtwara vijijini, mwingine Nkasi, mbunge wa Chadema, mbunge wa Kafu mmoja na wa Chadema mmoja. 2020 wabunge wote wa upinzani zaidi ya 70 wamekatwa na utawala wa Magufuli. Padri Kitime anasema hajaona uchaguzi mbaya. Sasa huu mbaya sana, angalau ndio na ubaya wake, lakini sina wabunge 5. Hivi Kitime ujue hata hesabu ya darasa la kwanza, 5 ukitoa 2 inabaki ngapi? Si inabaki 3. Kwa hiyo unataka kutuambia kule kwenye 2 ndio kulikuwa kuzuri zaidi kuliko huku kwenye 5? Yana hata hesabu ndogo hii ya chekechea. Na uzuri wa bahati, mkiandikwa pale
kwenye zile makala zenu huwa mnaandika PhD. Sasa PhD yote hii inashindwa hata uwezo mdogo wa kupima haya mambo kwenye mizania midogo kabisa, kiwango cha PhD. Kwa hiyo mimi nataka nimalize kwa kusema kwamba, ndugu zangu Watanzania wenzangu, amani ni jambo la msingi sana. Wakristo ni ndugu kabisa, ni ndugu. Watu hawaelewi. Mimi katika hizi siku baada ya ile taharuki iliyokuwa imetokea, mtu mmoja aliyeniita ni shemasi, lakini huyo shemasi ni binamu kabisa ya mama yangu, na nikaenda nyumbani kwake na nimekaa siku 2 nyumbani kwake kwa shemasi. Sasa sisi ni ndugu, lakini tunapozungumzia maslahi ya taifa hatuwezi kuacha kuzungumzia maslahi ya taifa. Tutasimama kwenye maslahi ya taifa kwa ajili ya taifa. Tunawaomba sana vijana wa Kiislamu na wasio wa Kiislamu, msitumike. Hii agenda ina mikakati ya watu. Hawa wanasiasa watoto wao wako Kanada, wamewapeleka. Hawa wanasiasa watoto wao wako Ubelgiji, hamtawaona kwenye maandamano. Mimi nasema ni mwanasiasa, I know. Sisi wanasiasa huwa tuna tabia za ajabu sana. Unawachochea watu, ukishaona limeripuka wewe unakaa chumbani, unawasha TV, afu unawaangalia kwenye TV mambo yanaendaje. Sasa nataka nikwambie kijana wa Kitanzania, tuungeni nguvu yetu, tusimamie taifa letu, tudai haki kwa misingi mizuri. Tunayo njia ya kuendelea kudai mambo yote, na ninaamini serikali itasikia yale ambayo Watanzania wanayataka, lakini tusichome nchi yetu kwa sababu ya mambo yenye kupita. Waulahuna wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawashukuruni sana kwa kutusikiliza. Asanteni sana.